na tusome fungue Injili kama alivyoandika Mtakatifu Yohana sura ya 3. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 15. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 15. Kama umefika nisikie unasema amina. Na wachache mjafika fungue ili msomaji anaposoma tusome sambamba. Na naomba tuelezewe kipaza sauti ili sauti yake itoshe kila eneo. Naomba ufungue pamoja nami Yohana 3 mstari wa kwanza hadi wa 15. Bila shaka utakuwa umefika sasa. Amen. Karibu msomaji. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, najua ya kuwa mwalimu unatoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi tuzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, hawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Haweza kuingia tumboni mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hata budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unapotoka wala unapokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya unafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani Mwana wa Adamu. Kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Amen. Mungu abariki usomaji wa neno lake, tuseme amina. Amina. Mungu Baba, tunakushukuru kwa neno ambalo tumesikia majira haya na muda huu mchache tunapokwenda kutafakari pamoja. Tunaomba yetu kwamba Roho Mtakatifu mwalimu uli kutusaidia sisi wote kujua neno lako, kufahamu siri zilizofichika za ufalme, ambazo Bwana katika hizo maisha yetu yatapata maana, ambazo Bwana katika hizo tutaenenda kwa ujasiri na ushindi mwingi katika ulimwengu wa sasa ulioharibika. Neema yako Bwana yatutosha, nasi tunaomba Roho uzima uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asubuhi ya leo kwa dakika hizi 40 napenda tutafakari pamoja neno la Bwana ambalo tumelisoma, na ikiwa unaandika utaandika kuzaliwa mara ya pili, asili mpya iletayo ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili, asili mpya iletayo ufalme wa Mungu. Na kusudi la ujumbe huu asubuhi ya leo ni kuonesha waamini umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili. Ni vizuri mkutano wa watu wa Mungu, mambo haya yaliyobeba Pentekoste kwa miaka mingi, tuanze kuyarejea. Wazee wetu walizungumza habari ya kuzaliwa mara ya pili. Ni vizuri na sisi tujikumbushe katika hayo. Lakini pia dhumuni la pili ni kuwahimiza
waamini kudumisha asili iliyo bora, ama kudumisha asili yetu ya kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni jambo ambalo mtu anatakiwa alilinde ili lisipotee, ili asipoteze. Kwa hiyo hayo ni madhumuni ambayo napenda asubuhi ya leo tukumbushane na kuhimizana tunapotafakari neno hili la Bwana. Swala la kuzaliwa ni jambo ambalo linafahamika, ni njia ambayo Mungu aliandaa kuweza kufanya viumbe viongezeke. Uzazi ndiyo njia inayofanya viumbe viongezeke. Panapokosekana uzazi hakuna kuongezeka. Na kwa hiyo Mungu ameweka swala zima la kuzaliana kama nyenzo ya uumbaji ambao wanaofanya hata sasa, na njia ya kuongeza uumbaji hapa duniani. Na uzazi kwa kawaida, kila kiumbe kinazaa kiumbe cha aina yake. Kwa hiyo binadamu atazaa binadamu, mbuzi atazaa mbuzi, simba atazaa simba, kuku atazaa kuku. Natumia neno kuzaa, nafahamu kuku wazaa, lakini anatoa kuku. Kwa hiyo unaona, uzazi ndiyo njia ambayo imetumika toka uumbaji kuendelea kuongeza idadi ya hivyo viumbe. Vivyo hivyo hata miti inazaliana kuzaa miti aina yake. Na kunapokosekana kuzaliana hakuna kuongezeka. Kwa hiyo swala la uzazi ni swala la kiumbaji ambalo katika hilo Mungu anaongeza viumbe hapa duniani. Na kila kiumbe kinachozaliwa kwa asili yake, kama ni mwanadamu anayepokea asili ya binadamu, kama ni simba atapokea asili ya simba. Ule uzazi wenyewe umeumbwa katika namna ya kufanya zile tabia ambazo wanasayansi wanatumia neno la vinasaba, kuhamishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa yule anayezaliwa. Na hiyo ndio inayopelekea ile asili kuendelea kudumishwa. Kwani kwa sababu hivyo ni vitu, ni uwezo ambao Mungu ameweka katika uumbaji na hauwezi kupotea. Ndio maana mtoto akizaliwa akalia tu, hajafundishwa kwamba kuna kulia. Ni kwa sababu hiyo imeumbwa iko ndani yake. Akanyonya kwa sababu hiyo imeumbwa iko ndani yake. Ng'ombe akizaliwa ni dakika 10-15 yule ndama anaanza kusimama na anajua nyondo la mama liko wapi. Wale wafugaji wanafahamu. Anaenda pale. Ukipanda mbegu itakapoanza kuchipua, tayari utaanza kuona ule mmea unakwenda juu. Hiyo ndio asili ya uumbaji. Simba atakapozaliwa atanyonya, lakini mwisho wa siku ataanza kuinda swala, ataanza kuinda nyumbu na pundamilia, kwa sababu hiyo ndio asili yake. Kwa hiyo uzazi kwa kawaida, kila kiumbe kinachozaliwa kwa asili yake ama kinachoumbwa kwa asili yake kinahamisha ule uwezo kutoka kwa mzazi kwenda kwa yule aliyezaliwa. Kwa hiyo ule uwezo wa kibinadamu, binadamu wote watazaliwa nao. Ule uwezo wa labda mnyama wa mwituni, kila mnyama wa mwituni atazaliwa nao, atakuwa nao. Nyoka atakapozaliwa, natumia neno kuzaliwa, kimsingi sumu tu itakuwa ndani yake. Akikugonga ile sumu itakudhuru. Yuko hivyo, anaumba hivyo. Ni maajabu kutazamia nyoka kugonga na asiwe na sumu kwa wale nyoka wenye sumu. Ni maajabu kufuga fisi ndani na ukataraji siku moja asikuranue, kwa sababu fisi ameumbwa ararue. Nyoka ameumbwa agonge. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Kwa hiyo uzazi unahamisha ile sifa, tabia, maumbile. Mwanadamu anapozaliwa tayari amechukua ile maumbile
ya kibinadamu, kwa sababu hiyo ndio asili ya uumbaji ilivyo. Kwa hiyo uzazi ni nyenzo muhimu sana, na mtu yoyote ama kiumbe chochote kwa asili yake kitakapozaliwa na kukosa baadhi ya sifa, tayari hapo kila mtu anaanza kuwa na mashaka. Kila mtu atasema hapa kuna shida, hapa labda kuna ugonjwa. Tayari wataalamu wataanza kuhusishwa kujaribu kuondoa ile hali mpya iliyompata huyu mwanadamu. Mwanadamu akizaliwa miaka 2-3 haongei, tayari mzazi akapata shida kwenye fahamu yake, atampeleka kwa wataalamu. Amefika miezi 9-10 mwaka hajaanza kutembea, tayari mzazi anaanza kupata wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ama kiumbe yoyote tunajua kwa asili yake lazima zile sifa alizonazo zihame kwenda kwa kizazi, na kwa wakati mwafaka kila tabia inaanza kufanya kazi. Kila tabia inaanza kufanya kazi. Ndio uzazi jinsi ulivyo. Kwa hiyo swala la uzazi ni jambo muhimu sana. Na si hivyo tu, kuna sifa ambazo wanadamu ama kizazi ama kiumbe chochote kinatarajiwa kuwa nacho. Mtu wa Mungu, wewe hapa sasa hivi tukikukuta unapaa, yaani sasa hivi tu unainuka unapaa, tutasema kuna kitu hapa kiko sawa. Huo ni uasi wa uumbaji. Unapaaje? Wewe Mungu utembee. Tuambie mwenzetu, umetoa wapi hizo nguvu? Na akili ya kawaida akasema hapa Kalmanzila kahusika hapa. Kwa nini? Kwa sababu asili ya uumbaji Adamu atembee kwa miguu miwili. Vivyo hivyo ukifika umri wa kutembea, nazungumza kutembea sio kutambaa. Ama kuta mtu wa umri wangu anatembea kwa miguu na mikono, tayari utajua hapa kuna shida hapa. Mtajua hapa kuna shida. Na kama mtakosa majibu, na tukikosa majibu ya kitaalamu kabisa ya matabibu wetu, tukasema huko kijijini washafanya yao. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ama kiumbe chochote kinapozaliwa, ndugu zangu, kinahamisha, kinapasisha ile asili ya uumbaji kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Ukiachilia tabia chache, lakini tunategemea ule uumbaji wenyewe wa sifa kuu za hivyo viumbe kuzibeba zote. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Ndio uumbaji. Ndio uumbaji. Kwa hiyo kuzaliwa ni njia ambayo tukitaka wanadamu waongezeke, ni njia ya kuzaliana, ndugu zangu. Hakuna njia nyingine. Mungu ameweka njia ya kuzaliana kama njia ya kuongeza. Nafahamu maendeleo ya teknolojia sasa hivi yanakuja na vitu vingi, lakini nikupe tu muda, hivyo vitu vitakuja kutakufanya. Hakuna ambaye amewahi kucheza na asili ya Mungu akabaki salama. Hakuna. Mungu ameumba mito ijiririke kwenda kufuata mporomoko, ama mporomoko unakoelekea. Wewe nenda kajenge kule chini, alafu ukiamini utaenda ipeti maji. Shughuli yako utaiona. Nataka kusema kitu gani? Kwamba hata kama kuna jitihada za kujaribu kuduplicate, kuzalisha au kucheza na asili ya uumbaji, lakini swala la muda tu, baadaye tunaanza kusikia kwamba vitu vimelipuka, vimekaa vibaya. Sio mambo yangu tunataka kuzungumza leo. Leo nataka kuzungumza juu ya kuzaliana. Na leo nataka nizungumze habari ya kuzaliwa mara ya pili. Tunapoelewa kuzaliwa na kusudi lake na lengo lake, linatusaidia sana kuelewa kinachozungumzwa katika kifungu tulichokisoma. Habari ambayo tumeisoma inazungumza juu ya mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Huyu Nikodemo, kwa wale ambao hamfahamu, alikuwa ni Farisayo. Na hakuwa tu Farisayo, alikuwa ni gwiji. Alikuwa ni mtu aliyebobea katika masuala ya dini, maana alikuwa ni mkuu huyu. Kwa hiyo Yesu anaendelea na huduma
ni baada ya kuona mambo yake, ni baada ya kusikia mafundisho yake, ni baada ya habari zake kuenea, naye kutaka kujiridhisha, kusoma maandiko, kutafuta elimu, huyu mtu ni mtu wa namna gani. Baadaye akafika kwenye hitimisho kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Na alipofika kwenye hitimisho hilo, hakuishia tu hapo, akasema aende akajiridhishe. Aende akajiridhishe kwa Yesu. Kwa hiyo akamwendea Yesu usiku. Na hii kwa sababu ya kumwendea Yesu usiku, kwa sababu wale wakuu wa dini kwa ujumla wao ni kama walimpinga Yesu kwa sababu ya kutunza dini yao ya Kiyahudi. Kwa hiyo Yesu hakumkubali. Lakini Gamalieli, Nikodemu alishajihakikishia, alishajiridhisha kwamba huyu ni Masihi. Kwa hiyo ili kuepusha zali na migogoro, akaamua kumtafuta usiku wengine wakiwa hawapo. Kwa hiyo akamwendea. Na shabaha yake ni kutaka kujua haya mambo yakoje. Mbona hatujawahi kuyaona? Mbona tunayasoma tu? Mbona huyu Mungu ambaye huyu Yesu anasema anamtumikia, mbona ndio huyo? Mbona ni Yehova? Lakini mbona kwetu ni bila? Mbona kwetu mambo hayatokei? Mbona watu wanamfuata? Mbona mapepo yanatoka? Mbona miujiza inatendeka? Kuna nini hapa? Kwa hiyo Nikodemo akaamua kumtafuta Yesu usiku ajiridhishe, aone, ajue sababu kwa nini mambo haya yanatokea. Na alipofika akamwambia, mwalimu, tunajua umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna awezaye kufanya haya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Na Yesu akijua nini kimempeleka Nikodemu kwake, akampa jibu la moja kwa moja kwamba ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa lugha nyepesi, Yesu alikuwa anajibu ile shauku ya moyoni aliyokuwa nayo Nikodemu, iliyopelekea mtafute kuona kwamba haya mambo yanatendeka kwa sababu ya mtu kuzaliwa mara ya pili. Haya mambo yanatendeka kwa sababu ya mtu amezaliwa mara ya pili. Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi, yale ambayo alikuwa anayatenda Yesu yalikuwa ni matendo yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu. Ni matendo ambayo mwanadamu wa asili hawezi kuyafanya. Mimi na wewe tukiwa tumeshiba ugali na maharage, hatuwezi kutenda miujiza ambayo Yesu alikuwa anaitenda. Kwa hiyo katika ukweli huu, Yesu ni kweli anaonekana katika namna ya mwili, lakini anayotenda sio mambo ya mwili. Uwezo wake sio wa mwili, fundisho yake sio ya mwili, miujiza yake sio mtu wa mwili. Nikodemo akataka kujua sababu ni nini. Akaambiwa sababu ni lazima uzaliwe mara ya pili. Maana yake nini? Maana yake kuzaliwa mara ya pili ndiko unapoleta uwezo mwingine, uwezo wa ziada ambao mwanadamu hayuko nao. Yale aliyokuwa anayatenda Bwana Yesu, yale aliyokuwa anayafanya Bwana Yesu, ni matokeo ya mtu kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu mtu anapokea asili nyingine, mtu anapokea asili iliyo bora, mtu anapokea kuwa kufanyika kiumbe kingine ambacho huo uumbaji mpya unakuja na uwezo wake, unakuja na nguvu zake, unakuja na mamlaka yake, unakuja na vinasaba vyake. Kwa hiyo swala la kutenda yale ambayo Yesu alikuwa anayatenda, hakuwa anayatenda tu kwa sababu ni binadamu, ni kwa sababu kulikuwa kuna kitu kingine kimefanyika nyuma ya pazia. Kwa hiyo anamwambia lazima kuzaliwa mara ya pili. Hayo unayoyaona yanatendeka ni matokeo ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Na mtu anapozaliwa mara ya pili, Yesu akaendelea kusisitiza, akasema usipozaliwa, ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Maana mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Jambo hili linatufundisha kwamba kumbe swala la ufalme wa Mungu ni jambo la sasa, lakini ni jambo la baadaye. Ni jambo la sasa kwa maana gani? Ule utawala wa kimungu
unatenda kazi hata wakati huu. Na ule utawala wa kimungu unapotenda kazi, unatenda kazi katika nguvu zinazopita uwezo wa kibinadamu. Ule ufalme wa kimungu unatenda kazi juu ya nguvu za kibinadamu. Kwa hiyo pale uwezo wa kibinadamu unapoishia, pale nguvu za kibinadamu zinapoishia, mtu aliye katika ufalme wa Mungu anapokea uwezo utakaomsaidia kufanya zaidi ya yale ambayo yanafanywa na uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo Mungu anapokaa ndani yetu, ufalme wa Mungu unapokuja ndani yetu, unakuja na nguvu zinazopita ule uwezo wa kibinadamu. Na ndio maana kwa uwezo huo wa kimungu, kwa ule ufalme wa Mungu ambao uko ndani ya wale waamini, ndio tunaona magonjwa yanatoka, yanaponywa. Ndio kwa mamlaka hiyo ya kimungu wenye vifungo wanafunguliwa. Wenye vifungo wanafunguliwa. Watu walifungwa na nguvu za giza kwa miaka mingi. Ni mpaka pale ufalme wa Mungu unapoingia, mamlaka iliyo juu, uwezo ulio juu wa kibinadamu, watu hao wanafunguliwa. Watu hao wanafunguliwa. Ni pale tu mamlaka ya Mungu inapokuja, au ufalme wa Mungu unapokuja, ndio watu wanaweza kulisukuma giza mbali na kumshinda ile adui. Tunaona ni pale tu mamlaka ya kimungu au ufalme wa Mungu unapokuja, ndio hata hila zilizofichika zinashindwa kufanikiwa juu ya wale wanaotembea chini ya ufalme wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mtu anapozaliwa mara ya pili, kile ambacho Nikodemo alikuwa anakitafuta ndio lilikuwa suluhisho, ndio kilichopelekea Yesu kuyafanya yale yote aliyokuwa anaweza kuyafanya. Kwa sababu kule kuzaliwa mara ya pili ndiko kunapoleta asili nyingine iliyo juu ya uwezo wa kibinadamu. Bwana Mungu atusaidie sana. Bwana Mungu atusaidie sana. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, ndugu zangu, ni muhimu sana. Ndugu zangu, ni muhimu sana mtu wa Mungu apate kuzaliwa mara ya pili. Maana hicho ndicho ambacho Yesu anaonesha kuwa ni suluhisho la kile ambacho Nikodemo alikuwa anakitafuta. Kwa uwezo, yawezekanaje? Yawezekanaje mwanadamu kuyafanya haya? Yawezekanaje mtu avuke vikwazo? Yawezekanaje mtu ashinde dhambi? Yawezekanaje mtu amshinde shetani? Yawezekanaje mtu ashinde hila? Yawezekanaje mtu awe mtakatifu? Yawezekanaje kwa neno lake mambo yatokee? Yawezekanaje mtu huyu avuke vikwazo vya namna mbalimbali? Ni mpaka awe na asili nyingine yenye uwezo unaopita vikwazo vya kibinadamu. Nje ya hapo atakwama, kwa sababu uwezo wake utakomea pale binadamu wengine wote wanapokomea. Kwa hiyo ni lazima kupokea asili nyingine itusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Nizungumza juu ya umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili. Katika kifungu ambacho tumekisoma, tunaona wakati Nikodemo amejaribu kutafuta haya yanatokea kwa sababu gani, Yesu anatuambia suluhisho la udhaifu ama upungufu wa kibinadamu ni mtu kuzaliwa mara ya pili. Suluhisho la udhaifu ama upungufu wa kibinadamu ni mtu kuzaliwa mara ya pili. Na ndugu zangu, mtu anapozaliwa mara ya pili, ni vizuri kufahamu ule uwezo unakuja wenyewe. Kama vile binadamu anapozaliwa katika hali ya kawaida, anazaliwa na ule uwezo wa kibinadamu, vivyo hivyo anapozaliwa mara ya pili, ile asili ya pili, ule uumbaji wa pili unakuja na package yake, unakuja na vitu vyake vyote ambavyo vinamfanya mtu huyu aweze kufanya kazi zaidi ya mambo ya kawaida. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya pili, ule mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14, Biblia inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya kwanza ya mtu kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili ni suluhisho la udhaifu au upungufu wa utu wa asili au binadamu wa kawaida. Ndugu zangu, mwanadamu, Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba katika ukamilifu wake. Ni mpaka pale uharibifu, mpaka pale dhambi ilipoingia. Dhambi ilipoingia, uharibifu ulipoingia, mambo mengi yakaharibika. Tunaona jambo la kwanza, mwanadamu mwenyewe tu akajitenga na Mungu, akamkimbia Mungu. Adam na Hawa wakakaa mbali na Mungu. Kwa hiyo dhambi inapoingia, mwanadamu kwasi anajitenga, anamkwepa, anamkimbia Mungu. Na ndio maana hata wale ambao hawali kanisani na anakuambia hana sababu, kuna uwezekano mkubwa sana dhambi imeshaingia maishani na dawa yake ni toba. Kwa hiyo uharibifu ulipoingia, mwanadamu akajitenga, akamkimbia Mungu yeye mwenyewe. Lakini pia dhambi ilipoingia, uharibifu ulipoingia, tunaona haikuishia kwa mwanadamu tu, ilishia mpaka kwa ardhi ilaaniwa. Dhambi ameitenda mwanadamu, lakini ardhi ikalaaniwa pia. Mungu atuhurumie. Na si hivyo tu, katika uovu wa mwanadamu tunaona maombi yalipopanda. Unaposoma Mwanzo sura 6 na kuendelea, unakuja kubaini kumbe zile dhambi zilifanya Mungu akaangamiza uumbaji wote. Aliangamiza mnyama, aliangamiza ndege, aliangamiza viumbe vinavyotamaa. Kwa hiyo ule uharibifu, ile dhambi ilimharibu mwanadamu katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo mwanadamu akapoteza ile mamlaka yake kutawala. Mwanadamu akapoteza ule uwezo wake wa kuendelea kuyatawala mambo yanayomkabili. Kwa hiyo mwanadamu akawa katika hali ya unyonge toka wakati huo mpaka hivi sasa. Na mwanadamu yote anayezaliwa katika hali ya mwili, anazaliwa akiwa na mapungufu hayo. Anazaliwa akiwa na mapungufu hayo kwa sababu ule uharibifu umeendelea kuhama kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu ya udhaifu huo, kwa sababu ya upungufu huo, mwanadamu akajikuta yuko katika hali ya uhitaji ambayo mara nyingi anashindwa hata kudhibiti mazingira yake. Mazingira ya kawaida yanamshinda mwanadamu. Hali yake ya kawaida inamshinda mwanadamu. Leo tuna watu hawawezi kujizuia. Ni udhaifu mkubwa. Leo katika vitu ambavyo vinautesa ulimwengu ni pamoja na magonjwa, hususan kwenye maeneo yetu haya. Dhambi ilipoingia, aliyekuwepo nyingi tunapata shida. Haya ni matokeo ya sisemi ya leo anakuwa ametenda dhambi. Hapana, ni matokeo ya uharibifu wa dunia yote. Nielewe vizuri watu wa Mungu. Bwana atusaidie sana. Hayo ni matokeo ya dhambi na uharibifu. Kwa mwanadamu akapoteza ile mamlaka. Sasa Yesu alipokuwa akitenda yale mambo yaliyotokea, Nikodemo akasema haya ni mambo tunayohitaji, lakini hawezekanaje? Yesu akajibu, suluhisho ni kama uzaliwe mara ya pili, ndipo ufalme wa Mungu. Akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mambo ya kimungu yanayopita fahamu za kibinadamu, suluhisho lake ni mtu kuzaliwa mara ya pili. Saa hiyo mtu anazaliwa mara ya pili, anapokea uwezo mwingine, anapokea asili nyingine, anapokea mamlaka nyingine, ambayo kwa mamlaka hiyo anaweza kukabiliana na mambo mbalimbali ya ulimwengu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unadhani inawezekana tu kwa mtu akiamua leo kusema nakemea pepo litoke? Haiwezekani. Lazima mpaka apate asili nyingine yenye nguvu na mamlaka dhidi ya pale. Nichunguze tu hata wewe mwenyewe. Najua wote tumewahi kupita kupanda na kushuka, si ndio? Katika wakati umejichanganya na Ukristo au nilipojichanganya, nilikosa ujasiri
Hata pepo likizunguka hapo na mtafuta nani atawahi amekuwa kanisani akiomba. Tumkabidhi usije tukaibishana. Ama nyewe zangu wamepitia haya. Najua nini kwa vizuri. Bwana tusaidie sana. Nataka kusema ni kitu gani? Ile asili ya kawaida ya kibinadamu ina ukomo wake. Ndio maana wale waliosema tunakukemea wewe pepo kwa jina la Paulo, waliuliza Paulo tunamjua. Na huyo Yesu anayehubiri sisi tunamjua. Ninyi ni wakina nani? Kwa hiyo maana hao watu wakati ule hawakuwa na ufalme wa Mungu ambao Paulo alikuwa nao, lakini walitamani kufanya mambo ambayo anafanya Paulo. Na hili ndio jaribu kubwa ndugu zangu. Ndio jaribu kubwa hata miaka yetu. Mambo makubwa tunayataka lakini hatujui yanapatikanaje. Tunaishi katika kizazi ambacho ni kwa sababu vitu vingi unabofya vinatokea. Hiyo imetuathiri kwenye maeneo mengine yote. Tunataka mtu abofye vitokee. Asisome lakini afaulu. Ndio asiende darasani lakini awe na degree ya kwa naikali ya kwanza. Ndio maisha yetu. Tunataka mtu asifanye kazi lakini mshahara mkubwa. Anaenda kazini anazugazuga pale saa 4 katoka kaenda kunywa chai, kapotea saa 6 nini, kaondoka lakini bado anataka mshahara upande. Ndio kizazi tunachokiishi leo. Ndio kizazi tunachokiishi leo. Mtu anaanza biashara leo lakini kesho anataka kuwa milionea. Mtu anataka aanze huduma leo lakini anataka awe na watu 5000. Si ndio? Ndio kizazi tunachokiishi. Mwimbaji afanye dole mifaso akiwa nyumbani lakini anataka akija tetemeshe. Ndio kizazi tunachokiishi. Mimi nitaomba fulani. Nitaomba fulani. Muulize nani ulifikaje hapo? Akuonyeshe masaa aliyokuwa mafutoni. Utagundua kumbe nyumba haisimami siku moja. Kuna msingi ndio unaobeba nyumba. Bwana atusaidie sana. Tunaishi katika kizazi kwa mtu akisema power. Sivyo receive. Just like that. Ndio kizazi tunachokiishia. Ndio kizazi tunachokiishia. Na kinataka vitu kufanyaje? Vitokee. Ndugu zangu, suluhisho la mambo hayo ni mtu kuzaliwa mara ya pili. Huwa hayatokei tu yenyewe. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu tunapozaliwa mara ya pili tunaanza kupokea ile asili iliyotuzaa. Na ni asili gani iliyotuzaa nitaizungumza hapa mara ya pili. Nitaizungumza katika dondoo yangu inayofuata. Kwa sababu ile asili ina uwezo, inafanya kile kilichozaliwa kipokee ule uwezo. Kama vile mtoto anapozaliwa anapokea uwezo ule wa asili wa kibinadamu, vivyo hivyo na huyu aliyezaliwa mara ya pili anapokea ule uwezo mpya wa kile kilichomzaa mara ya pili. Kwa hiyo ule upungufu wetu wa kibinadamu unajibiwa na mtu kuwa katika ufalme wa Mungu kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili. Hilo ndio suluhisho. Na ndio Yesu alimwambia, maana Nikodemo anaenda, hivi haya mambo yawezekanaje? Yesu anamwambia mambo haya ni mambo ya ufalme. Mambo haya ni mambo ya ufalme. Lakini mtu ataanza kutenda kazi katika ufalme mpaka akizaliwa mara ya pili. Maana nakuhakikishia usipozaliwa mara ya pili hutakaa kamwe uone ufalme wa Mungu. Na leo ndugu zangu, kwa kuwa tunapenda mambo mazuri yatukute, tukumbushane mchana wa leo asubuhi saa 7 kwamba ndugu zangu, mambo makubwa ni mambo ya ufalme. Tukae katika ufalme. Amen. Tusije tukajidanganya tukawa nje ya ufalme na wakati huo tunataka mambo ya ufalme yatokee. Yesu anafundisha kwamba suluhisho la udhaifu na upungufu wa kibinadamu, yale ambayo Nikodemo amesikia huko na mpaka anaamua mfanye Yesu usiku. Kumbuka Nikodemo hakuwa mtu mdogo. Maandiko yanasema alikuwa ni mtu mkuu. Kwa hiyo kama kuona kaona mengi, kama kujua sheria ya Mungu alikuwa anajua kindaki, Waswahili wanasema.
lakini mambo ya Yesu yalimstaajabisha. Yeye mwenyewe akaamua kuweka silaha chini na kuanza kumtafuta huyu mwamba ni nani. Mambo haya yakoje? Na jibu la Yesu kwamba mambo haya ndugu zangu ni mambo ya ufalme, na mtu anaingia katika ufalme kwa kuzaliwa mara ya pili. Na hata sisi katika nyakati zetu ni kweli kuna mambo mengi makubwa tungetaka yatokee. Mambo hayo makubwa tunayotaka yatokee, ndugu zangu, ni mambo ya ufalme. Tukae katika ufalme, maana hiyo ndio suluhisho. Bwana atusaidie sana. Hilo ndilo suluhisho. Na sio sisi tu, na wengine watokee. Bwana atusaidie sana. Amen. Na wengine watokee. Unawezekana. Wewe unaona wakati wamekaa rafiki yake, yeye baada ya kuinama akamwambia, mambo sio kama nilika chache kuja nacho. Mateso tunayopitia ni makubwa sana. Alafu baada ya kuchukua, nilikuwa ninakwambia, akamka akaondoka. Okay. Kwa nini nataka kuunganisha historia? Yule bilionea mambo yake mengi yanasikika, yanafanya kwamba kwa mfano watu wameshamwona mara kadhaa akienda kwa sangoma. Watu wamemwona akifanya vituko. Na ni kama sasa kipindi hiki ndio kimebadilikia sana. Ni kama sasa yale mambo yanaanza kumdhuru kwa namna fulani. Kwa hiyo katika maneno yake akanikuta anazungumza na mtu ambaye kimsingi hakupaswa kusikia ile habari. Kwa hiyo aliposhtuka kwamba ninazungumza naye, nisije nikamwaga mchele hapa. Sasa hivi mwenyewe anakuambia haya. Kwa hiyo tunataka kusema ni kitu gani? Yule dada alinuka ghafla. Yaani nafahamu yule mtu kwa naye. Sawa, pengine ni siri, lakini dalili tunaziona. Kwa ndani ya mwaka ushajenga nyumba ya milioni 5 kwa mwezi. Yaani alinuka ghafla. Sasa kule kuinuka kwake ghafla ndio watu wanahusisha na nguvu za upande wa pili. Nataka kuzungumza kitu gani? Kwamba katika hali ya kibinadamu unaweza kuwa tajiri hata bila kufika katika mambo haya. Kwa sababu ziko hatua na kanuni za kukuza uchumi wa Bwana atusaidie sana. Lakini ule wa ghafla, ule unaozidi kibinadamu, unahitaji ufalme wa namna fulani. Wale wagiza wanatafuta nguvu gizani, lakini sisi ziko nguvu za nuruni. Ndio pointi tunataka kusema. Bwana atusaidie sana. Kwa maana kuzaliwa kwa mara ya pili, huyu alitoa nafsi yake kwa shetani ili apate mambo kwa haraka kwa ghafla. Sisi hatuchukui njia hiyo, lakini nataka kukuonesha mambo yanayopita akili za kibinadamu, mambo yanayopita kanuni za kibinadamu, mambo yanayopita uwezo wa kibinadamu. Maana tulitaraji uchumi wake ukue kidogo kidogo, tulitamani uchumi wake ukue hatua kwa hatua. Matajiri wengi tunaowasikia leo, wengi utajiri wao waliurithi. Na ukasikia mtu na makampuni 15 20, ushangae. Wewe kijiduka tu hiki hapa, miguu 4 kwa 5 unavyoviuza tunaweza kuhesabu na kuvimaliza dakika 2, unamiliki milioni 5. Umetoa wapi? Kuna kitu hapo mahesabu hayaungani. Kuna mahesabu hapa hayajakaa sawa. Sasa nani ajuaye? Ndio sasa kuna mambo yanaanza kugeuka. Anaanza kusema kwa nini nakwambia hata mambo haya? Anaambia sasa usikamani. Ni kweli usikamani kwa sababu wakati labda wa kulipa hatujui vitu vya hatujui sana. Lakini tukizungumzia upande wetu, wapendwa watu wa Mungu, kuzaliwa mara ya pili ndio suluhisho la upungufu wa zile nguvu ama ile asili ya kibinadamu. Bwana atusaidie nguvu zinazozidi kule uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo kwetu sisi tulioamini kuzaliwa mara ya pili kunatupa ndio suluhisho la mambo yanayozidi uwezo wa kibinadamu. Lakini jambo la pili, tunaona kuzaliwa mara ya pili kunafanya uumbaji mpya ama kunaleta asili mpya. Katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17
Kuna andiko maarufu pale. Nasema Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kuzaliwa mara ya pili kunafanya uumbaji mpya. Mwambie jirani yako uumbaji mpya. Mguse wa kushoto mwambie uumbaji mpya. Mguse na wa kulia mwambie uumbaji mpya. Kama vile uzazi wa namna ya mwili unazaa kiumbe kwa asili yake, vivyo hivyo huku kuzaliwa mara ya pili kunazaa kiumbe kingine, kunatengeneza kiumbe kingine. Ni uumbaji wa namna yake. Uumbaji wa kwanza ambao tumeumbwa mwili huwa mimi na wewe tunavyoonekana, ambao tunazaliwa na wazazi wetu, ni uumbaji ambao uliingia dosari baada ya mwanadamu kuacha kufuata agizo la Mungu, na Mungu akaamua kurekebisha. Na Mungu alipoamua kurekebisha, sio tu kwamba anaziba kiraka. Unajua kuna ule unajaribu kuondoa dosari kwa kulipunguza, sio kwa kulimaliza. Unaweka kiraka au unaweza kuweka kiraka juu ya kiraka. Haya ni mambo tunayaona duniani. Tunaona duniani. Nyumba msingi umeshatetereka, unaenda pale unaweka cement. Ni swala la muda tu. Swala la muda tu utaona ule uso unaendelea kuongezeka. Ni swala la muda tu. Yaani ni swala la muda tu. Kwa hiyo kuna mambo wakati mwingine tunapotaka kuyadhibiti, tunayadhibiti katika namna isiyo sawa sawa. Hapa duniani tumejifunza hayo, tuna mifano mingi. Sasa Mungu alipokuwa akijibu kutaka kuondoa ile dosari ambayo mwanadamu aliifanya, hakuwa anaweka kiraka. Badala yake alinunua nguo mpya, alileta nguo mpya, alifanya uumbaji mpya, kuumba kitu kingine ambacho kimekamilika, kitachukua asili yake, kitaenda kwa asili yake isiyo na dosari, isiyo na mawa, isiyo na makona. Amen. Katika mstari wetu tuliosoma, unaposoma ile Yohana kifungu ambacho tumekisoma, mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana yake nini? Maana yake sisi katika hali ya kawaida, mwili unazaa mwili, mtu anazaa mtu, simba anazaa simba, ng'ombe anazaa ng'ombe. Lakini kwa kuwa sisi ni binadamu wenye roho, huyu roho anayetajwa hapo, maana yake Roho Mtakatifu anazizaa roho zetu upya. Huko ndio kuzaliwa mara ya pili. Sio kwamba anachunga roho yako. Sio kwamba anapiga lipu. Anapiga chini ya zamani, anazaa mpya ndani yako. Kwa hiyo uumbaji huko kuzaliwa mara ya pili sio kuzaliwa katika namna ya mwili. Kama vile Nikodemo alivyokuwa anadhani kwamba nitaingiaje tumboni mwa mama yangu, mtu mzima anazaliwaje? Ndio alikuwa maswali Nikodemo aliyokuwa akihangaika naye. Na jibu la Yesu linaonyesha kwamba kumbe kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika roho. Roho yako, roho yangu inazaliwa upya. Bwana Mungu atusaidie sana. Mwanadamu kwa kawaida ni roho yenye nafsi inayoishi katika mwili. Mnafahamu haya? Na kila mwanadamu anapozaliwa katika namna ya mwili, anakuwa ni roho ambaye ina nafsi, ambayo utashi ndio unakaa na akili zinakaa. Wengi wanadhani akili inakaa kwenye ubongo. Akili inakaa kwenye nafsi. Na hiyo roho ya mwanadamu inaishi katika mwili unaoonekana. Kwa hiyo huku katika kuzaliwa katika mwili ndio kuzaliwa kwetu kwa kwanza kwa wazazi wetu, kwa baba na mama, ambapo sisi wote tumezaliwa. Lakini kumbe kuzaliwa kwa pili ambaye
kimsingi mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili hawezi kuwa na roho yake yenye uwezo wa mambo ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Katika Wakorintho wa kwanza 2:14 tumesoma, inasema mtu wa mwili hayapokei mambo yetu, kwa sababu ni mambo yanayotambulika kwa jinsi ya roho. Kwa hiyo maana yake ni mtu anapozaliwa mara ya pili. Mtu anapozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anapoizaa roho yako mara ya pili, roho yako inaungwa upya. Unapata roho nyingine ambayo katika hiyo ndio sasa mambo yote ya kimungu mtu anaweza kuyapokea. Ndio katika roho hiyo roho wa Mungu anakaa. Maana roho wa Mungu hakai katika roho iliyoharibika, anakaa katika roho nyingine. Ni katika roho hii mpya tuliyozaliwa nayo mara ya pili tunapata vinasaba vya mbinguni, vile vitu ambavyo Mungu anataka tuwe navyo. Na nataka niwaambie kweli ndugu zangu, haya mambo huwa yanatokea yenyewe, hata si ya kutafuta. Mtu anapozaliwa mara ya pili, kama vile tu binadamu azaliwa mara ya pili, alisho tu vizuri, ikifika miezi 5-6 atataka akae. Ikifika miezi 8 sijui mingapi anaanza kutambaa. Ikifika mwaka mwenyewe anaanza kusimama. Hivyo na sisi tuliozaliwa mara ya pili, vile vinasaba vya kimbingu, zile tabia za kimbingu, yale mambo ya kimbingu yameumbwa ndani yetu kwa asili, na kwa namna hiyo tunaweza tukafanikiwa kupata baraka zote na mambo yote ya rohoni ambayo Mungu ametukusudia. Na roho zetu zinakuwa hai, zinauishwa tena, zinapata uelewa wa mambo ya mbinguni. Kwa hiyo ndio tunaweza kujaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio Mungu anakaa ndani yake. Kwa roho iliyozaliwa mara ya pili ndio mtu anaweza kusikia sauti ya Mungu. Maana roho hiyo inatokana na Mungu mwenyewe, aliyezaa ni Mungu mwenyewe. Mungu ndio baba yake. Ina chembe za Mungu ndani yake. Ile sura ya Mungu ambayo anataka tuwe nayo inafanywa upya katika ukamilifu wake, sio ile iliyojaribiwa na adui. Ni katika sura hiyo hiyo ndio mtu anaweza kumsikia Mungu anaposema. Ni katika roho iliyozaliwa mara ya pili mtu huyo anaweza kupokea baraka wa mbinguni, akapokea hakikisho la maisha. Ni katika roho hiyo hiyo iliyozaliwa mara ya pili hata Yesu atakaporudi, siku ile atakapotunyakua, roho hiyo itaweza kunyanyuka kwenda naye. Kwa sababu gani? Imepokea vinasaba na dalili na uwezo wa vitu vya mbinguni. Ndugu zangu, tunapozaliwa mara ya pili, ni roho zetu Mungu anazizaa mara ya pili, sio miili yetu. Kwa hiyo kama mwili ulikuwa na sura fulani, sura itabaki hivyo. Kama ulikuwa na kovu halitaondoka. Halitaondoka, itabaki. Kwa sababu wewe ni mwili utakaorudi mavumbini. Lakini roho yako sio ile, ni roho nyingine. Kwa hiyo umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili, tunapata asili mpya, tunapata uumbaji mpya ambao katika huo unatuwezesha kupokea vitu vyote vya rohoni ambavyo Mungu amekusudia tuwe navyo, ambavyo mtu wa mwilini anaona kwake ni puuzi. Mtu wa mwilini anatafuta udhuru kwenye vitu kama hivi kwa sababu hayuko navyo. Mtu wa mwilini anavutwa na mambo ya mwilini. Mtu wa rohoni anavutwa na mambo ya rohoni kwa sababu asili yake inamvuta kuelekea kule alikozaliwa. Asili yake inamtaka elekee kule ambako amefanywa upya. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie tena. Na katika siku zetu hizi, ninaona maeneo mengi watu wanapenda sheria. Sheria ni nzuri, lazima kwa. Mimi naziunga mkono. Lakini sheria ni za wanyonge. Sheria ni za nini? Za wanyonge. Niulize rafiki yangu mmoja hapa. Wewe ni baba sasa hivi. Kijana wako atakapokuwa anafika miaka 18 na hajawahi kurudi nyumbani saa 12 na kuendelea, utapitisha sheria nyumbani kwamba kurudi kama mwisho saa 12? Inatokea wapi? Kwa sababu nyumbani hakuna ambaye anawahi kuvuka saa 12. Sheria hiyo unaitunga ya nini? Watu wataona baba naye zimekusana. Hakuna anayetenda hilo kosa.
Kama ni usafi wa nyumbani wamefanya, kazi za nyumbani wamefanya, wanaadabu, wageni wakija, wanaenda wenyewe kusalimia. Mtoto anayeambiwa nenda kasalimia wageni kwa sababu wasalimia wageni. Anayeambiwa mwisho saa 12 kwa sababu anakuja saa 1 na kuendelea. Anayeambiwa usivae hivi kwa sababu anavaa vibaya. Na kwa nini leo yote yanatokea? Anavutwa na asili yake, ndio point tunataka kusema. Anavutwa na nini? Na asili yake. Leo tunasema watu wengi wamezembea ibada, sio hapa lakini huko. Ibada za katikati, ibada za nini? Watu wanazembea. Asili zinawavuta ndugu zangu. Huyo mtu ukimtafuta kuna mahali anatumikia asili yake. Bwana msaidie sana. Hapa nitazaa. Mwe na amani. Mwe. Kuna kanisa fulani kule tunapoishi yaani mpaka zipi. Hapo. Kwa hiyo mazishi na matatizo ya kijamii yametumika sasa kama kuwa nyenzo kuwafanya watu waende kanisani. Hii jamani ni sawa. Tulihoji watu wa Mungu kwamba tupitisha sheria hapa kwamba siku ukiwa una chochote atakuchangia. Sasa hicho ndio wazi kama binadamu tunaishi wala. Kwa hiyo sasa ili mpate kukimbilia nenda kanisani. Tutakuwa tumerudi nyuma sana. Tutakuwa ni nani? Kwa tunaona kusema roho ya mtu inapozaliwa mara ya pili inapokea asili na vinasaba vya kimungu. Roho Mtakatifu alizaa. Na kwa sababu hiyo mtu anapoendelea na mafundisho kanisani anakuwa tayari anaanza kuvutwa na mambo ya Mungu. Yeye mwenyewe anapenda maombi kwa sio mzigo. Yeye mwenyewe utumishi unatukuka ndani yake. Anasikia kutia moyo mtu wa pili na watatu. Anataka mtu huyo aendelee, upendo unakuwepo, kiasi unakuwepo, kutanguliza wengine kunakuwepo, tunda la Roho linazaliwa ndani. Mtu huyo akisikia kuna ibada hawezi kupuuza, haogopi kumtolea Mungu, hakimbii kanisa kwa sababu kuna michango. Kwa sababu hayo ni mambo yaliyoumba tu ndani yetu. Hayo ni mambo sisi wenyewe tu vile Mungu alivyotuumba tunajisikia kufanya vizuri zaidi. Ni asili yetu. Sasa tukianza kuyafanya hayo kuwa sheria, ni kweli yanaweza yakasaidia watu kupatikana, lakini kazi yetu itakuwa ni bure. Maana sisi hatufanyi kazi ya kufurahisha mtu. Tunafanya kazi ya Mungu. Na Mungu siku moja awapokee watoto wake mbinguni. Sasa hawa wanaokuja kwa sababu anaogopa akifa kazi kwake. Mpaka simulia kuambia sio utakopa kufa haya duniani wewe unaogopa nini? Wewe utakuwa ushakufa. Mimi ziko tu vizuri. Ninakusaidia nini? Okay. Tunafahamu tuna tamaduni zetu ni heshima kumzika mtu vizuri. Lakini pointi tunataka kuizungumza ni kwamba kule kuzaliwa mara ya pili Mungu ametuumba upya. Sio tu kwamba amezibaziba magepu na viraka. Maana amezibaziba kwenye viraka vya maisha yetu. Shetani amekuwa anatuvuta sana kila wakati, katushika mguu anatuvuta. Lakini Mungu amefanya uumbaji mpya ili kwa ule uumbaji mpya ndani ya roho zetu sisi wenyewe tunasikia kuvutwa na Mungu kuelekea kwake. Bwana atusaidie sana. Ndio mantiki ya uumbaji, kwa sababu uumbaji unazaa kiumbe kwa asili yake. Kwa hiyo Mungu anapotuzaa mara ya pili akatengeneza asili ya kiungu ndani yetu ambayo siku zote tutaendelea kuungana na yeye. Kukana yeye kama baba yetu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili kumetengeneza asili mpya, kumefanya kiumbe kipya. Na katika haya ndio Nikodemo anamwambia Yesu, mambo haya hayawezekani isipokuwa Mungu yuko nao. Na sisi tunajua Mungu yuko nao. Ndugu zangu, mtu aliye na Mungu anajulikana. Mtu aliye na Mungu anafanyaje? Anajulikana. Asiye na Mungu pia anafanyaje? Mahali fulani kulikuwa na
na watu wa mjini na watu wa kijijini. Watu wa mjini wana maisha yao na watu wa mjini pia wana maisha yao. Hao watu walikuwa wanakoa. Sasa wale wa kijijini tunafahamu, kijijini uharibifu bado haujasambaa sana. Labda tu siku hizi ndio watu wakao na upeleka kwa kile wanaharibu watu alafu na watu ndio wanapita. Kwa hiyo naona wengine na lakini kabla vijiji havijaharibika, kwa nyumba tunakoka vizuri tu. Na zile nyumba zetu za vijijini zinasifaa. Sasa zetu zinasifaa. Alafu tukawa na tunaandaliwa tamasha baada ya usiku na kauli. Alafu hapo wale wa town jamaa wanajua kodi na nini kodi ndio kodi hizi na innovation na bidii na nini ni vitu vya Kimarekani, vitu vya Kisamzi. Sasa unajua tofauti ndio kuonekana wapi? Huyu wa town aliposimama kweli kundi lilisimama, watu walishangilia, watu walicheza, voko inatetemeshwa. Unajua sasa akaitwa wakile huyo akijiji naye kali kawatoa mambo yake na ngozi za kijiji na sasa sasa kilichotokea watu wakaanza kudondoka, mapepo yakaanza kutoka, watu wengine wanajaru mtakatifu, wengine wanakoka na kupiga magoti watu na dhambi yao. Unaona tofauti hao wawili? Unaona tofauti hao wawili? Kwa hiyo kwetu tunataka kusema Mungu akiwepo anakuwepo, anaonekana. Asipokuwepo vitu vingine vinaweza kuonekana. Havina ubaya, lakini sio Mungu huyo. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu huyu wakile alikuwa na Mungu. Na Mungu kweli akaanza kutenda yale mambo yanayopita akili na uwezo wa binadamu. Ndugu zangu, nina dondoo nyingine hapa lakini hata niishie hapo kwa leo kwa sababu ya wakati wetu. Mungu ametupa neema tutakuja kuzungumza tena kuhusiana na kuzaliwa mara ya pili kunavyotuwezesha kushiriki baraka na mambo ya wokovu. Lakini kwa leo itoshe kusema kwamba watu wa Mungu, kuzaliwa mara ya pili ndiko ambapo Yesu alikusudia sisi wote kuzaliwa mara ya pili. Na katika kuzaliwa mara ya pili ndiko tunaweza kujikuta tunavuka na kuelekea kwa Mungu. Ndiko ambapo asili yetu mpya tunaipokea. Na kutoka hapo ndio ushindi wetu unakuja. Hata kama tutasongwa bado tutatoboa, kwa sababu tuna asili nyingine ndani yetu ambayo inatusaidia kushinda. Na ndio maana mtu aliyezaliwa mara ya pili, hata kama mambo yanamsonga, hata kama ameanguka, hata kama amejikwaa, kuna ile kuinuka kuendelea mbele. Huyu mtu amezaliwa mara ya pili. Na kuzaliwa huko mara ya pili ni kazi ya msalaba. Tutakuja kuona safari ijayo. Yesu anasema maana mwana wa Adamu atainuliwa, atawekwa pale juu. Ni kutokea pale ndio watu wanazaliwa mara ya pili. Bwana atusaidie sana. Lakini leo unaweza kutafakari pia maisha yako kwa dakika hizi chache na tukamshukuru. Na kama hujazaliwa mara ya pili, leo uzaliwe mara ya pili. Bwana atusaidie sana. Upokee asili mpya, upokee uumbaji mpya, ufanye mpya, na roho yako irushwe kwenda sawa sawa na mambo ya Mungu.